Lakini vile vile serikali inaendelea na ujenzi wa barabara kwa njia 8 kutoka Kimara hadi Kibaha yenye urefu wa kilomita 19 ambao ujenzi wake umefikia asilimia 62.39. Vile vile tunajenga barabara ya juu makutano ya Keko ili kupunguza msongamano wa magari yanayotoka airport kuja jijini Dar es Salaam. Hata hivyo tunaendelea pia na ujenzi wa barabara za juu kwenye makutano ya chuo cha uhasibu jijini Dar es Salaam kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunapunguza msongamano. Miradi hii yote itasimamiwa na itakamilika kwa wakati uliokusudiwa. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutekeleza miradi mingine ya ujenzi wa madaraja makubwa ambayo ni pamoja na Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita 3.2 uliofikia asilimia 25.71, Tanzanite lenye urefu wa kilomita 1.03 uliofikia asilimia 70.6 na Wami lenye urefu wa mita 513.5 uliofikia asilimia 46. Aidha, ujenzi wa madaraja mengine upo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Viwanja vya ndege na usafiri wa anga. Mheshimiwa Spika, serikali inaimarisha miundombinu ya usafiri wa anga ili kuchochea ukuaji wa sekta nyingine za kiuchumi ikiwemo utalii, kilimo. Vya ndege vya Geita ambao umefikia asilimia 98, Songea asilimia 95 na upanuzi wa kiwanja cha ndege cha Mtwara ambao umefikia asilimia 53.2. Aidha, maandalizi ya ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato utakaogharimu shilingi bilioni 759 yamekamilika. Vile vile ujenzi na upanuzi wa viwanja vya ndege vya Shinyanga, Kigoma, Tabora na Sumbawanga vitakavyogharimu shilingi bilioni 176 unaendelea. Mheshimiwa Spika, sambamba na uimarishaji wa miundombinu ya usafiri wa anga, serikali imekamilisha malipo ya ununuzi wa ndege mpya 3, 2 zikiwa ni Airbus 222 mpaka 3 na moja Dash 8 Q400 de Havilland. Ndege hizo zinatarajiwa kuwasili mwaka 2021-22 na hivyo kuwezesha serikali kuwa na jumla ndege zake 12. Nitumie nafasi hii kulipongeza shirika la ndege Tanzania kwa kuanzisha safari za kwenda nje ya nchi, Guangzhou, China. Safari hizo zitakuwa chachu ya kuimarisha biashara, utalii na ajira. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-22 serikali itaendelea kutekeleza miradi ya ujenzi na ukarabati wa barabara, madaraja, viwanja vya ndege, nyumba na majengo ya serikali. Aidha, serikali itaendelea kutekeleza miradi ya vivuko katika maeneo mbalimbali nchini inayohusisha na ujenzi wa maegesho ya vivuko, ukarabati na ujenzi wa vivuko vipya. Reli. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa reli ya kisasa SGR kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza yenye jumla ya urefu wa kilomita 1219 unaendelea kwa awamu. Ujenzi wa kipande cha kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro kilomita 300 umekamilika kwa zaidi ya asilimia 90.34 na ujenzi wa kipande cha Morogoro hadi Maktopora kilomita 422 umekamilika kwa asilimia 58. Vile vile serikali imesaini mkataba wa mkandarasi kukamilisha kipande cha Mwanza hadi Isaka kilomita 341. Mheshimiwa Spika, serikali imekamilisha taratibu za manunuzi ya vichwa vya treni na mabehewa ya mizigo na ya abiria. Kuboreshwa katika miundombinu ya reli kutarahisisha usafiri wa mizigo ya ndani na nchi jirani, lakini pia kuboresha utendaji wa bandari ya Dar es Salaam na kuimarisha uchumi wa wananchi. Hii ni hatua kubwa kwa taifa letu, kwani kwa mara ya kwanza Tanzania itakuwa na treni inayoendeshwa kwa kutumia umeme. Sekta ya bandari. Mheshimiwa Spika, serikali inaboresha bandari za Dar es Salaam, Mtwara na Tanga. Uboreshaji wa gati namba 6 na 7 katika bandari ya Dar es Salaam umekamilika kwa asilimia 90 na 75 mtawalia. Kwa upande wa bandari ya Tanga, kazi ya kuchimba lango la kuingia meli lenye urefu wa kilomita 1.75 imekamilika na linatumika, na ujenzi wa sehemu ya kugeuzia meli yenye upana wa mita 400 unaendelea. Aidha, ujenzi wa gati lenye urefu wa mita 300, ukarabati wa yadi ya kuhudumia shehena na ghala namba 3 katika bandari ya Mtwara umekamilika. Miradi hiyo itawezesha taifa kutumia kwa ufanisi fursa za kijiografia tulizo nazo pamoja na kuchochea ukuaji wa uchumi na kurahisisha usafirishaji. Mheshimiwa Spika, katika mwaka ujao wa fedha 2021-22 serikali itakamilisha miradi iliyoanzishwa
na kuanza utekelezaji wa miradi mipya. Sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Mheshimiwa Spika, duniani hivi sasa ipo katika mapinduzi ya 4 ya viwanda ambayo yanaongozwa na sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Kama zilivyo nchi nyingine duniani, nasi ni lazima kuendana na mabadiliko haya. Hivyo basi, katika miaka 5 ijayo, serikali itafikisha miundombinu ya mkongo wa taifa kwenye maeneo mengi ya nchi yetu, hususani wilayani, kuongeza wigo wa matumizi ya mawasiliano ya kasi broadband na kuongeza watumiaji wa internet. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021 serikali imesimamia utekelezaji wa mfumo wa anwani za makazi na postcode, mkakati wa kitaifa wa usalama wa mitandao National Cyber Security Strategy, ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano wa kuendelea kufikisha huduma za mawasiliano kwa maeneo yote hadi vijijini. Mheshimiwa Spika, kazi ya kuweka miundombinu ya mfumo wa anwani za makazi na postcode inaendelea na jumla ya kata 118 katika halmashauri za majiji ya Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na Tanga na manispaa ya Morogoro zimefikiwa. Lakini vile vile mkakati wa kukamilisha mfumo wa anwani za makazi na postcode kwa maeneo yote nchini ifikapo 2025 umeandaliwa. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha ujao 2021-22 serikali itaongeza matumizi ya teknolojia ya mawasiliano ya kasi broadband kutoka 45% ya mwaka 2020 hadi 60% ya mwaka 2022, kuimarisha huduma za posta ikiwemo biashara mtandao e-commerce ili kupanua wigo wa masoko ya bidhaa na huduma ndani na nje ya nchi, sambamba na kuwezesha upatikanaji wa bidhaa na huduma kwa wananchi, na kuendeleza ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano na kufikisha huduma za mkongo kwa ngazi ya wilaya. Huduma za jamii, sekta ya elimu. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2020-2021 serikali imetekeleza mpango wa elimu bure bila ada pamoja na kujenga na kukarabati miundombinu ya elimu nchini. Hadi kufikia Februari 2021, serikali imetumia shilingi bilioni 166.17 kwa ajili ya kutekeleza mpango huo kwa ajili ya shule za msingi na sekondari. Lakini pia serikali imeboresha miundombinu ya serikali miundombinu ya shule za msingi 1372 na sekondari 554 kwa lengo la kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji. Aidha, imekarabati shule 18 za wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Spika, serikali imeongeza fursa ya upatikanaji wa elimu ya juu kwa kutoa mikopo kwa wanafunzi 142,179. Shilingi bilioni 464 zitatumika kwa mwaka wa masomo 2020-2021 ukilinganisha na shilingi bilioni 450 zilizotumika kwa wanafunzi 130,883 mwaka wa fedha 2019 na 20. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022 serikali itaendelea kuinua kiwango cha ubora wa elimu inayotolewa kwa kuimarisha utoaji wa mikopo ya elimu ya juu, ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya elimu ili kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu nchini, lakini pia kutoa mafunzo kazini kwa walimu na wakufunzi pamoja na kusambaza vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Sekta ya maji. Mheshimiwa Spika, serikali inasimamia vizuri sekta ya maji tena kwa ukaribu na kuhakikisha kwamba inatoa mchango unaostahili katika kukuza uchumi wa viwanda na maendeleo ya watu. Katika mwaka 2020-2021 serikali ilipanga kutekeleza miradi 1346 katika maeneo ya miji na vijijini. Hadi Februari mwaka huu 2021 miradi ya maji iliyokamilika ni 422 ambayo imegharimu shilingi bilioni 913.74. Kati ya miradi hiyo 355 ipo vijijini na 67 iko mijini. Hali kadhalika utekelezaji wa miradi 924 iliyobaki unaendelea katika maeneo mbalimbali kwa hatua mbalimbali. Mheshimiwa Spika, miradi mikubwa iliyokamilika ni pamoja na mradi wa kutoa maji Ziwa Victoria kwenda miji ya Tabora, Igunga na Nzega, na mradi wa kupeleka maji katika miji ya Kagongwa na Isaka. Kukamilika kwa miradi hiyo kumewanufaisha wananchi wapatao milioni 3.52 wa mijini na vijijini. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022 serikali itaweka kipaumbele katika kukamilisha miradi 924 inayoendelea kutekelezwa kote nchini, kuanza utekelezaji wa miradi mipya ikiwemo miradi katika miji 28, kuboresha huduma ya maji mijijini Dodoma na kwa kujenga bwawa la Farkwa na mradi wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi mkoani Simiyu. Mheshimiwa Spika,
Miradi mingine ya kipaumbele katika kipindi hicho ni mradi wa maji na usafi wa mazingira katika jiji la Dar es Salaam, mradi wa maji wa Orukesumet, mradi wa maji wa Orukesumet, mradi wa maji wa mji wa Bugango, Kiabakari, Butiama, mradi wa kutoa maji ziwa Victoria kwenda miji ya Tinde na Shelui, mradi wa maji wa Same, Mwanga hadi Korogwe, mradi wa maji safi na usafi wa mazingira katika jiji la Arusha na mradi wa maji katika jiji la Mwanza, lakini mradi wa maji ambao umekamilika wa mjini Lindi. Serikali itaendelea kusimamia utekelezaji wa miradi yote ili ilete tija katika uchumi wa taifa hili. Sekta ya afya. Mheshimiwa Spika, kulinda na kuimarisha afya wa Tanzania imeendelea kuwa ni kipaumbele cha serikali yetu. Katika kutekeleza azima hiyo, serikali imejenga na kuboresha miundombinu ya afya, huduma za kibingwa, upatikanaji wa vifaa tiba, kinga, dawa na vitendanishi. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa miradi ya ujenzi katika hospitali za rufaa za kanda na hospitali maalum umefikia hatua mbalimbali za ukamilishwaji kama ifuatavyo: hospitali ya rufaa za mikoa ya Njombe (80%), Simiyu (70%), Mara kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere (74%), Geita (94%), Songwe (80%), Katavi (65%), Mwanza Sekoture (73%), Dar es Salaam Mwananyamala (98%), Ruvuma (45%), Tanga (75%), Kigoma Maweni (75%), Kilimanjaro Mawenzi (65%) na hospitali ya Uhuru iliyoko Chamwino Dodoma imekamilika na huduma zinaendelea kutolewa. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa hospitali 3 za rufaa za kanda ambazo ni hospitali ya rufaa ya kanda kusini iko Mtwara (90%), kanda ya nyanda za juu kusini Mbeya (72%) na kanda ya ziwa Burigi awamu ya kwanza (98% unaendelea. Lakini vile vile serikali imeendelea na ujenzi wa miundombinu ya uchunguzi kwa ajili ya maabara katika hospitali ya magonjwa maambukizi ya Kibongoto wilayani Sia mkoani Kilimanjaro. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea na ujenzi wa ukarabati wa hospitali ya halmashauri 102, vituo vya afya 487 na ujenzi wa zahanati 1198 hadi Machi mwaka huu 2021. Hospitali 57 za halmashauri, vituo vya afya 296 na zahanati 654 zimekamilika na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko ikiwemo homa kali ya mapafu. Mheshimiwa Spika, katika juhudi za kupambana na magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukiza, mwezi Februari mwaka huu serikali imeingiza nchini mitambo 7 yenye uwezo wa kuzalisha mitungi 200 ya hewa ya oksijeni kwa siku. Mitambo hiyo itasimikwa kwenye hospitali za rufaa za mikoa ya Amana, Dodoma, Geita, Manyara, Mbeya, Mtwara na Ruvuma kwa kuanzia. Sambamba na usimikaji wa mitambo hiyo, hospitali zote 7 zimepatiwa mitungi 74 kila moja. Mheshimiwa Spika, kila mtambo mmoja kwenye hospitali hizo utakuwa na uwezo wa kusambaza gesi ya oksijeni katika vituo vya kutolea huduma za afya vipatavyo 18. Hatua hiyo inalenga kuimarisha mfumo wa huduma za afya ili kuwa tayari kukabiliana na changamoto za sasa na baadaye. Maeneo yanayolengwa ni vyumba vya kutoa huduma za dharura, huduma ya mama na mtoto, upasuaji na vyumba vya uangalizi maalum katika mwaka 2021, na serikali itaongeza mitambo mingine ya aina hiyo 12. Huduma za afya za kibingwa. Mheshimiwa Spika, serikali imeimarisha huduma za afya za kibingwa na kuwawezesha wananchi wengi kupata huduma hiyo ndani na nchi na hivyo kuokoa fedha zilizokuwa zikitumika kugharimia huduma hizo nje ya nchi. Katika mwaka 2020-2021 wagonjwa 62 wamepandikizwa figo katika hospitali ya taifa Muhimbili na wagonjwa 16 katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma. Aidha, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete imetoa huduma za upasuaji wa moyo kwa kufungua kifua kwa wagonjwa 114 na zimepata mafanikio. Vile vile watu wazima 36 walifanyiwa upasuaji uliohusisha mishipa ya damu, nao pia wamefanikiwa. Mheshimiwa Spika, hali ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba pamoja na uboreshaji wa miundombinu ya vituo vya kutolea huduma za afya ambao unaendelea kote nchini, upatikanaji wa dawa na vifaa tiba katika vituo hivyo umeendelea kuimarika.
hadi mwaka 2021 shilingi bilioni 74.38 zimetumika kwa ajili ya ununuzi wa dawa na vifaa tiba katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya vinavyomilikiwa na serikali. Kati ya hizo, shilingi bilioni 15 ni za ununuzi wa chanjo. Ulinzi na usalama. Mheshimiwa Spika, hali ya ulinzi na usalama katika nchi na mipaka yetu imeendelea kuwa shwari, lakini vile vile Jeshi la Wananchi Tanzania limeendelea kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, mamlaka za kiraia na mataifa mengine kupambana na matishio ya kiusalama yakiwemo ugaidi, uharamia, uhamiaji haramu, biashara haramu za dawa za kulevya na usafirishaji haramu wa binadamu. Mheshimiwa Spika, jeshi letu limeendelea kushiriki katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya kitaifa ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa na miradi ya kufua umeme pamoja na kutoa huduma wakati wa majanga na matukio yenye kuleta athari kwa watu na mali zao. Mheshimiwa Spika, jeshi letu linashiriki katika operesheni za ulinzi wa amani wa nchi mwamvuli mwa Umoja wa Mataifa katika maeneo ya Darfur, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati na Lebanon. Lengo ni kuhakikisha kuwa Tanzania inaendelea kuwa mstari wa mbele katika masuala ya kuimarisha amani na maslahi ya taifa katika nyanja za kimataifa. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022 serikali itaendelea kuliimarisha na kuliongezea uwezo JWTZ kwa kulipatia vifaa za zana bora za kisasa pamoja na kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa wanajeshi ikiwemo mafunzo, maslahi, huduma bora za afya na makazi ili kuongeza uwezo wake wa kiutendaji na utayari wa kulinda mipaka ya nchi. Kazi na wafanyakazi. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya kazi na wafanyakazi kwa kusimamia viwango vya kazi na wafanyakazi pamoja na afya na usalama mahali pa kazi. Hadi Februari 2021, jumla ya kaguzi 4771 za viwango vya kazi zimefanyika sawa na 99.4 ya kaguzi 4800 ambazo zilikuwa zimepangwa kufanyika. Aidha, kaguzi 110,123 zilizohusu afya na usalama mahala pa kazi zimefanyika. Kufuatia kaguzi hizo, waajiri 1162 walichukuliwa hatua kali mbalimbali za kisheria. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka 2021-2022 serikali itaimarisha utekelezaji wa sheria za kazi kwa kufanya ukaguzi katika maeneo ya kazi na kutoa elimu na ushauri kwa wafanyakazi, lakini pia waajiri na vyama vyao. Lengo hapa ni kueleza namna bora kutekeleza sheria hizo, kuimarisha majadiliano ya pamoja baina ya waajiri na wafanyakazi pamoja na serikali, na pia ushirikishwaji wa wafanyakazi katika maeneo ya kazi kupitia mabaraza ya wafanyakazi ili kuongeza uzalishaji na tija sambamba na kuboresha maslahi ya wafanyakazi. Aidha, itashughulikia maombi ya vibali vya kazi na maombi ya msamaha kwa raia wa kigeni wanaoomba kufanya kazi nchini. Hifadhi ya jamii. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021 gharama za uendeshaji wa mifuko ya pensheni ziliendelea kupungua kutoka asilimia 6.8 mwaka 2019-2020 mpaka kufikia asilimia 5.4 Disemba 2020. Sambamba na kushuka kwa gharama za uendeshaji, mifuko ya pensheni imeendelea kulipa mafao kwa wastaafu. Hadi kufikia Machi 21 mwaka 2021, jumla wanachama 203,418 walilipwa mafao ya pensheni ya jumla shilingi bilioni 1,361. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022 serikali kwa kushirikiana na wadau wengine itaendelea kusimamia utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais ili kuwezesha kupata kanuni ya ulipaji wa mafao ambazo zitakidhi matarajio ya wafanyakazi wa sekta ya umma na binafsi na kuhakikisha mifuko inakuwa endelevu. Lakini pia serikali inaendelea kusimamia sekta ya hifadhi ya jamii kwa kuhakikisha kwamba sera ya kinga ya jamii inakamilika. Aidha, ofisi yangu ya Waziri Mkuu itaendelea kutekeleza majukumu yote yaliyoainishwa katika sheria ya hifadhi ya jamii ili kuhakikisha taasisi zote za hifadhi ya jamii zinafuata kanuni na miongozo iliyopo ili kupunguza kero kwa wananchi wanaowahudumia. Uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Mheshimiwa Spika, serikali imeimarisha usimamizi wa mabenki, mifuko na programu mbalimbali za uwezeshaji katika kuhakikisha kwamba wananchi wanawezeshwa kiuchumi kwa kupatia mikopo isiyo na riba au yenye riba nafuu, ikiwemo mikopo ya 10% inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri zetu.
Lengo ni kuhakikisha Watanzania wengi wanajihusisha na shughuli za kiuchumi ili kujiongezea kipato cha kukuza uchumi wa nchi. Mifuko ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2020-2021 serikali inaendelea na mapitio ya tathmini ya mifuko ya uwezeshaji wananchi ili kuwezesha kuunganisha mifuko hiyo na hivyo kufanya kazi kwa ufanisi na kuleta tija kubwa kwa wananchi. Katika kipindi hicho, hatua mbalimbali zimechukuliwa kwa ajili ya kuwapa fursa wananchi wengi kufahamu kuhusu uwepo wa mifuko na programu hizo na fursa zinazopatikana. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza malengo haya, mifuko na programu za uwezeshaji wananchi kiuchumi zilifanya maonyesho ya wiki moja kuanzia tarehe 7 hadi 13 2021 kwenye viwanja vya Sheikh Amri Abeid kule jijini Arusha. Maonyesho hayo yamewapatia fursa wa Tanzania kufahamu kwa undani mifuko na programu zilizopo, majukumu yake na fursa za uwezeshaji zinazopatikana. Mheshimiwa Spika, katika mwaka ujao wa fedha, mifuko na programu za uwezeshaji zimetoa mitaji. Katika mwaka 2020-2021 mifuko na programu ya uwezeshaji imetoa mitaji ya masharti na rafiki yenye thamani ya shilingi bilioni 898.12 kwa wajasiriamali milioni 3,614,857. Mitaji hiyo imewanufaisha wananchi wanaojishughulisha na shughuli za uchumi zilizo katika sekta mbalimbali kama vile viwanda, afya, elimu, biashara, madini, uvuvi, ufugaji, kilimo na miundombinu. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Februari 2021 shilingi bilioni 22.3 zimetolewa kwa vijana ambayo sawa na 4%, wanawake 4% na watu wenye ulemavu ila 2%, ikiwa ni mikopo ya 10% inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri. Ninaendelea kusisitiza halmashauri zote nchini kuzingatia matakwa hayo ya kisheria ya kutenga fedha zinazotokana na mapato ya ndani na kuhakikisha fedha hizo zinatolewa na kutumika kama ilivyokusudiwa kwa makundi hayo. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine ya kumwezesha wananchi kiuchumi, serikali imetekeleza miradi ya kimkakati yenye kuhusisha masoko na vituo vya mabasi. Miradi hiyo sambamba na kuimarisha mapato ya ndani ya halmashauri husika imelenga kutoa fursa mbalimbali za kiuchumi kwa wananchi, hususani wanaozunguka kwenye maeneo hayo. Miongoni mwa miradi iliyokamilika ni kituo cha mabasi cha Magufuli cha Mbezi Luis kilichopo Dar es Salaam na soko la Chief Kingalu lililopo manispaa ya Morogoro. Mheshimiwa Spika, miradi mingine ni soko la Kagunga kule Kigoma, Muhange kule Kakonko, ghala la mazao kule Ruangwa na soko la Kisutu Dar es Salaam. Miradi mingine 33 ya namna hiyo inaendelea kutekelezwa na ipo katika hatua mbalimbali. Lengo la serikali ni kuwezesha wananchi kufanya shughuli zao za kiuchumi na hivyo kujiongezea kipato, kuboresha huduma katika maeneo husika, kuimarisha mapato ya ndani mamlaka ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, mwelekeo wa serikali kwa mwaka 2021-2022 ni kukamilisha zoezi la tathmini na kuiunganisha mifuko na programu za uwezeshaji ili kuleta ufanisi na tija iliyokusudiwa. Kadhalika, serikali itahakikisha 10% za mapato ya ndani ya halmashauri inawafikia walengwa na kusimamia miradi yote ya kimkakati inayotekelezwa ili thamani ya kifedha inayotolewa ziweze kuendana pamoja. Ukuzaji na fursa za ajira na ujuzi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021 serikali imechukua hatua za makusudi hususani utekelezaji wa miradi ya kielelezo, ujenzi wa viwanda sambamba na kuimarisha sekta binafsi kwa ajili ya kuongeza fursa ya ajira na ujuzi kwa Watanzania. Hadi kufikia Februari 2021 ajira 594,998 zimezalishwa katika sekta mbalimbali. Kati ya hizo ajira 314,057 zimetokana na utekelezaji wa miradi ya maendeleo na ajira za serikali. Vile vile ajira 280,941 zimezalishwa kupitia sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, kupitia programu ya kitaifa ya kukuza ujuzi nchini, vijana 18,950 wamepatiwa ujuzi unaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa. Kati ya hao vijana 5,538 wamepatiwa mafunzo ya uanangezi apprenticeship katika fani za ufundi stadi ambazo wanufaika 77 wanaonufaika 77 ni watu wenye ulemavu. Aidha, vijana 10,178 wamepewa mafunzo ya kurasimisha ujuzi waliopata kupitia mfumo usio rasmi wa mafunzo ambapo kati ya wanufaika hao 28 ni watu wenye ulemavu. Lakini vile vile vijana 3,240
wamewezeshwa kupata mafunzo ya uzoefu kazini, internship, katika taasisi binafsi na za umma, ambapo kati yao wahitimu 92 ni watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, katika mwaka ujao wa fedha 2021-2022, serikali itaendelea kuratibu utekelezaji wa masuala ya ukuzaji ajira na kazi za staha katika sera, mikakati na mipango mbalimbali ya kitaifa, kikanda na kimataifa, ili kuhakikisha nguvu ya kazi ya taifa inapata ujuzi stahiki pamoja na kuongeza fursa za ajira. Masuala mtambuka, uendelezaji wa mji wa serikali Mtumba hapa Dodoma. Mheshimiwa Spika, serikali imeanza maandalizi ya awamu ya pili ya ujenzi wa majengo ya ofisi za kudumu za wizara mbalimbali za katika mji wa serikali Mtumba hapa Dodoma, yatakayotosheleza watumishi wote kufanya kazi zao kwenye majengo hayo. Katika mwaka 2020-2021, serikali imekamilisha usanifu wa majengo husika. Aidha, mradi wa ujenzi wa barabara kilomita 51.2 kwa kiwango cha lami katika mji wa serikali umefikia 71%. Mapambano dhidi ya ukimwi. Mheshimiwa Spika, kutokana na juhudi za serikali na wadau mbalimbali, hali ya maambukizi ya ukimwi imepungua. Hadi kufikia Disemba 2019, inakadiriwa kwa Watanzania milioni 1.7 wanaendelea kuishi na VVU. Aidha, takwimu zinaonyesha kiwango cha maambukizi kimeshuka kutoka watu 130,000 mwaka 2001 hadi watu 77,000 mwaka 2019. Hali kadhalika, vifo vimepungua kutoka 52,000 mwaka 2010 hadi kufikia vifo 27,000 mwaka 2019. Mheshimiwa Spika, kufuatia maambukizi haya, serikali imeimarisha huduma za tiba ikiwemo matumizi ya dawa za ARV na afua za kinga zinazotekelezwa na wadau mbalimbali nchini. Hadi Disemba 2020, zaidi ya watu milioni 1.36 walikuwa wanapata huduma za dawa ARV. Aidha, juhudi nyingine zilizofanyika ni pamoja na kutoa afua za mabadiliko ya tabia, tohara ya kitabibu kwa wanaume na kuzuia maambukizi ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Mheshimiwa Spika, takwimu zetu zinaonyesha kuwa vijana wengi ndio wanaoathirika na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hivyo napenda kusisitiza kuwa kampeni za mawasiliano ya mabadiliko ya tabia kwa vijana ni lazima ziwe endelevu kupitia njia mbalimbali, zikiwemo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kazi za wasanii ziendelee kuelimisha kwa vijana wetu. Pia niendelee kuitaka Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania iendelee kufanya kazi na majukumu iendelee kufanya kazi na itumie majukwaa na iendelee kuwatumia wasanii wetu ili kufikisha ujumbe kwa vijana wengi zaidi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021-2022, serikali itaendelea kufanya jitihada za kupunguza kasi ya maambukizi mapya na vifo vinavyotokana na ukimwi katika jamii na kuhamasisha upatikanaji wa rasilimali muhimu kwa ajili ya mapambano dhidi ya ukimwi. Aidha, itapunguza kiwango cha maambukizi ya VVU kutoka mama kwenda kwa mtoto na kuimarisha huduma za elimu ya ukimwi. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kupambana na dawa za kulevya, ambapo katika kipindi cha Julai 2020 hadi Februari 2021 watuhumiwa wa dawa za kulevya 5374 walikamatwa. Katika kipindi hicho, kilogramu 67.2 za heroin na kilogramu 1.96 za cocaine pamoja na tani 12.8 za bangi, tani 6.1 za mirungi na tani 57.6 za kemikali bashirifu zilikamatwa. Aidha, mashamba ya bangi 39 yenye jumla ya eka 49 yaliteketezwa kote nchini. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha udhibiti na mapambano dhidi ya dawa za kulevya na kusogeza huduma karibu na wananchi, serikali imefungua ofisi 2 za kanda ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika mikoa ya Mtwara na Mwanza. Kwa upande mwingine, serikali imeongeza vituo vya kutolea huduma za tiba kwa waathirika wa dawa za kulevya kutoka vituo 6 mwaka 2019 mpaka kutoka mwaka 2019-20 hadi kufikia vituo 9 vitakavyohudumia waathirika wapatao 10,567. Mheshimiwa Spika, katika mwaka ujao wa fedha 2021-2022, serikali itaendelea kudhibiti uingizaji na usambazaji wa dawa za kulevya nchini, kutoa elimu kwa umma juu ya athari na biashara ya matumizi ya dawa za kulevya, kudumisha ushirikiano kati ya nchi nyingine katika kupambana na dawa za kulevya na kuendelea na upanuzi wa tiba
ya methadone katika vituo vingine vitakavyoanzishwa. Maafa. Mheshimiwa Spika, serikali imeimarisha uwezo wa usimamizi wa maafa nchini ili kuongeza ustahimilivu wa jamii dhidi ya majanga dhidi ya majanga. Katika mwaka 2020-2021 serikali imewezesha upatikanaji wa vifaa vya huduma za kibinadamu na hivyo kuongeza utayari wa kukabiliana na maafa, lakini pia sambamba na kutoa elimu kwa umma na kamati za usimamizi na maafa za mikoa, serikali imekamilisha taratibu za kumiliki eneo kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha taifa cha usimamizi wa maafa hapa jijini Dodoma. Mwaka ujao wa fedha, Mheshimiwa Spika, serikali itaanza na ujenzi wa kituo cha taifa cha usimamizi wa maafa, kuimarisha uwezo wa usimamizi wa maafa nchini na kuchukua hatua stahiki katika kuzuia au kupunguza na kujiandaa na kukabiliana na maafa yanapotokea. Swala mazingira, Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kusimamia matumizi ya rasilimali na maliasili ili kuleta maendeleo ya kiuchumi, ya kijamii na kuwa na mazingira endelevu. Lengo hapa ni kuhifadhi mazingira, kupambana na uharibifu wa mazingira na athari zitokanazo na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2020-2021 serikali imefuatilia utekelezaji wa kanuni za udhibiti wa taka hatarishi za mwaka 2019 pamoja na kusimamia utekelezaji wa kanuni za kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki nchini kwa mwaka 2019. Lengo la serikali hapa ni kuhamasisha uzalishaji wa matumizi ya mifuko mbadala pamoja na vifungashio vya plastiki vinavyokidhi viwango vilivyowekwa na Shirika la Viwango Tanzania TBS. Mheshimiwa Spika, vile serikali imetekeleza miradi na shughuli wezeshi mbalimbali zikiwemo mradi wa kurejesha ardhi iliyoharibika na kuongeza usalama wa chakula katika maeneo kame ya Tanzania, mradi wa kusaidia kujenga uwezo wa taasisi na jamii kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi kwenye maeneo ya kaskazini mwa nchi, mradi wa usimamizi endelevu na ardhi wa bonde la Ziwa Nyasa, mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia mifumo ya ekolojia vijijini na mradi wa majaribio wa kikanda wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi wa bonde la Ziwa Victoria. Mheshimiwa Spika, miradi hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa mikataba mbalimbali ya kimataifa inayohusu hifadhi ya mazingira hapa nchini. Kupitia utekelezaji wa miradi hiyo, ajira 729 zimetengenezwa wakati shughuli za uwezeshi zimezalisha ajira 1528. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka ujao wa fedha, serikali itaandaa na kutekeleza mkakati, mipango kazi na miongozo mbalimbali ya uhifadhi wa usimamizi wa mazingira nchini. Aidha, itaratibu, kufuatilia na kupima utekelezaji wa sera ya taifa ya mazingira, sheria ya usimamizi ya mazingira na mikataba ya kitaifa ya mazingira katika ngazi zote. Sekta ya utawala bora. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha masuala ya utawala bora, Bunge lako tukufu kwenye mkutano wake wa pili mwezi Februari 2021 lilipitisha mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 wa mwaka 2021. Sheria ile imefanya marekebisho katika sheria ya taasisi ya sheria sura namba 1, sheria ya mahakama za mahakimu sura namba 11 na sheria ya mahakama za migogoro ya ardhi sura namba 216. Mabadiliko haya muhimu yameweka msingi wa lugha ya Kiswahili kuwa lugha ya sheria na lugha ya mahakama. Mabaraza ya vyombo vingine yenye jukumu la kutoa haki badala ya Kiingereza kama ilivyokuwa hapo awali. Mabadiliko hayo yanazingatia ukweli kwamba Kiswahili ndio lugha ya taifa, lugha ambayo imeeleweka na inatumika na kila mmoja ndani ya jamii yetu na nchi jirani ambazo sasa zinaanza kutumia lugha hiyo. Mheshimiwa Spika, marekebisho hayo yataboresha mfumo wa upatikanaji wa haki kwa wananchi ambao ndio walengwa wa sheria husika. Lakini vile serikali inaendelea na zoezi kutafsiri sheria kuu na sheria ndogo zote ambazo ziliandikwa kwa Kiingereza kwenda lugha ya Kiswahili. Kwa upande mwingine, serikali itayafanyia kazi maoni na ushauri wote uliotolewa na waheshimiwa wabunge wakati wa mjadala wa mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 wa mwaka 2021 ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha mfumo wa upatikanaji haki hapa nchini. Aidha, kuanzia sasa serikali itatayarisha na kuwasilisha katika bunge lako tukufu miswada yote ya sheria kwa lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Spika, eneo jingine la utawala bora lililoimarishwa
ni mapambano dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma. Serikali ilichukua hatua ya kufungua jumla mashauri 6 kwenye mahakama ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi, divisheni ya mahakama kuu, na kufikisha jumla mashauri 21 yaliyosajiliwa katika mahakama hiyo hadi Februari 2021, na mashauri 5 yamehitimisha na mengine 16 yaliyobaki yanaendelea kusikilizwa. Katika mpango wa bajeti ya mwaka ujao wa fedha 2021-2022, serikali pamoja na mambo mengine imepanga kukamilisha zoezi la kutafsiri sheria kuu na sheria ndogo zote kutoka lugha ya Kiingereza kwenda lugha ya Kiswahili na kutekeleza mipango ya kitaifa ya masuala mtambuka yanayohusu vita dhidi ya rushwa na ufisadi. Muungano. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2020-2021 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kushirikiana kwa karibu na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kuulinda, kuenzi na kudumisha muungano wetu kwa lengo la kuwawezesha wananchi wa pande zote mbili kufurahia matunda yake. Mheshimiwa Spika, tarehe 6 Julai 2020 kilifanyika kikao cha Secretariat ya kamati ya pamoja ya SMT na SMZ kwa ajili ya kushughulikia masuala muhimu ya muungano. Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hicho ni tukio la kihistoria la kusainiwa kwa makubaliano ya kuondoa hoja 5 zilizopatiwa ufumbuzi kwenye orodha ya hoja za muungano. Mheshimiwa Spika, hoja hizo 5 zinajumuisha ushirikishwaji wa SMZ kwenye masuala ya kimataifa na kikanda, ushiriki wa Zanzibar katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, gharama za kushusha mizigo kwenye bandari ya Dar es Salaam kwa mizigo inayotoka Zanzibar, lakini utafutaji wa uchimbaji wa mafuta ya gesi asilia na utaratibu wa vikao vya kamati vya pamoja vya Serikali ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kushughulikia masuala ya muungano. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa faida za kusainiwa kwa hati hizo ni kuimarisha muungano, hususani ushiriki wa nchi katika jumuiya za kikanda pamoja na ushirikiano katika sekta ya uchukuzi. Kwa msingi huo, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wajumbe wote wa kamati ya pamoja SMT na SMZ ya kushughulikia masuala ya muungano kwa jitihada zao kubwa katika kuhakikisha muungano wetu unaendelea kuimarika. Mheshimiwa Spika, katika mwaka ujao wa fedha 2021-2022 serikali itaendelea kuimarisha uratibu wa vikao vyote vya kamati ya pamoja SMT na SMZ ili kuzitafutia ufumbuzi changamoto mbalimbali zilizopo na zitakazojitokeza kwa madhumuni ya kuenzi, kulinda na kuhudumisha muungano wetu. Kuratibu masuala ya kiuchumi pia nayo itakuwa ni sehemu ya ajenda na kijamii kwa kufuatilia utekelezaji wa programu na miradi ya maendeleo kwa pande zote mbili za muungano, lakini pia kutoa elimu ya muungano kwa umma, kwa makundi tofauti ya kijamii, na kuratibu masuala yasiyo ya muungano kupitia vikao vya ushirikiano vya wizara, idara na taasisi za SMT na SMZ zisizo na muungano zenye majukumu yanayoshabiana. Ushirikiano wa kimataifa. Mheshimiwa Spika, Tanzania imeendelea kuheshimu misingi ya ushirikiano na mataifa mengine duniani zikiwemo taasisi za kimataifa na kikanda, sambamba na kusimamia, kulinda na kutetea maslahi yake kiuchumi, kijamii na kiusalama huko nje. Katika kipindi cha mwaka 2020-2021 serikali imeendelea kutekeleza diplomasia ya uchumi kwa kuvutia wawekezaji, watalii na kutafuta masoko ya bidhaa zetu nje ya nchi kwa lengo la kukuza uchumi na pato la taifa. Mheshimiwa Spika, Tanzania imeendelea kutumia ziara za viongozi wakuu wa kitaifa kutoka nje pamoja na majukwaa ya kimataifa na kikanda katika kukuza ushirikiano kwenye nyanja za kibiashara, uwekezaji, masoko na bidhaa zetu, utalii na lugha ya Kiswahili ili kuchochea maendeleo ya nchi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2020-2021 tulipokea waheshimiwa marais kutoka nchi mbalimbali. Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, alikuja hapa nchini. Mheshimiwa Dr. Lazarus Makathe Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, alikuja hapa nchini. Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, naye alikuja hapa nchini, na Mheshimiwa Sahle Work Zewde, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia wa Shirikisho la Ethiopia, mwanamke shupavu, naye pia alikuja hapa nchini. Mheshimiwa Spika, ziara za viongozi hawa zimekuwa na mafanikio makubwa katika nyanja za kiuchumi na kuimarisha ujirani mwema. Kwa mfano, ziara ya Rais wa Burundi ilikuwa chachu ya kufanyika kwa mkutano wa tume ya pamoja ya kudumu ya ushirikiano kati ya Tanzania na Burundi tarehe 3 hadi 5 Machi 2021
uliofanyika mjini Kigoma. Lengo la mkutano ule lilikuwa ni kuimarisha ushirikiano katika maeneo ya uchukuzi, biashara, nishati, utalii, ulinzi pamoja na masuala ya kijamii. Mheshimiwa Spika, ziara ya Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, mwezi Septemba mwaka 2020 iliwezesha kujenga mazingira mazuri kuelekea utiaji saini wa mkataba wa mwisho wa utekelezaji wa ujenzi wa bomba la usafirishia mafuta ghafi kutoka Uganda kuja hapa Tanzania. Mheshimiwa Spika, akiwa nchini Tanzania mwezi Januari 2021, Mheshimiwa Sahle-Work Zewde, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Shirikisho la Ethiopia, alieleza utayari wa nchi yake kukifanya Kiswahili kuwa moja kati ya lugha zinazozungumzwa nchini humo, sambamba na kushirikisha kwenye fursa mafunzo katika sekta ya usafiri wa anga na uwekezaji katika sekta ya viwanda na kuzalisha bidhaa za ngozi hapa nchini. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa jumuiya ya kikanda, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikabidhi wenyekiti wa SADC wa Mheshimiwa Filipe Justin Nyusi, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, katika mkutano wa 40 wa wakuu wa nchi za serikali wa SADC uliofanyika kwa njia ya mtandao Agosti 2020. Jambo la kujivunia wakati wa wenyekiti wa hayati Dr. John Pombe Magufuli ni lugha ya Kiswahili kuongezwa kuwa moja ya lugha rasmi ya SADC. Mheshimiwa Spika, masuala mengine ya kuanzishwa kwa Baraza la Biashara linalolenga kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi katika kuendeleza mtangamano wa kanda, kuhamasisha utendaji na uendelezaji wa viwanda kwa lengo la kukuza ajira, lakini biashara ya mapato ya nchi wanachama, pamoja na kufanikisha kuandaliwa kwa mwongozo wa uwezeshaji biashara na usafirishaji katika kipindi cha COVID-19 ambao nchi zote ziliendelea kutekeleza kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Spika, mwelekeo wa serikali kwa mwaka wa fedha ujao 2021-2022 kwa upande wa mahusiano ya kimataifa ni kutekeleza diplomasia ya uchumi, kudumisha na kuimarisha mahusiano ya Tanzania na mataifa mengine, kushiriki katika shughuli za Umoja wa Mataifa na mashirika yake, Umoja wa Afrika na jumuiya za kikanda pia nao utaimarishwa. Mheshimiwa Spika, vile vile Tanzania itashiriki katika juhudi za kuleta amani na usalama kwenye jumuiya ya kikanda ambazo nchi yetu ni mwanachama, sambamba na kulinda na kutetea misingi na maslahi ya taifa letu ndani na nje. Wakati tunaelekea huko tunatekeleza hayo, ni matarajio yetu kuwa mataifa mengine nayo yataendelea pia kuheshimu uhuru wa nchi yetu, hususani katika kujiamulia mambo yetu sisi wenyewe. Utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa Spika, katika mkutano wa pili wa bunge lako tukufu kupitia kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa Waziri Mkuu, nilitoa maelekezo kwa balozi zetu zote kuanzisha vituo vya kujifunza Kiswahili. Hatua hiyo inakwenda sambamba na kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kwa kutoa mafunzo ya matumizi sanifu na falsafa ya Kiswahili. Hatua nyingine ni kutoa ithibati kwa vitabu vya lugha ya Kiswahili vinavyokusudiwa kutumika shuleni, lakini vile vile kufanya tafsiri ya nyaraka mbalimbali na kuanzisha mafunzo ya kuimarisha stadi za kufundisha Kiswahili kwa wageni. Mheshimiwa Spika, licha ya kuendelea kukua kwa sekta ya sanaa, michezo na burudani, bado mchango wake katika uchumi ni mdogo. Kwa mfano, tangu mwaka 2013 hadi mwaka 2019 sekta ya sanaa na burudani ilichangia 0.3% kwenye pato la taifa. Hata hivyo, sekta hii inapata hamasa kubwa, inaajiri vijana wengi kwa sasa na imekuwa miongoni mwa sekta zinazotumika kulitangaza taifa letu nje na wakati mwingine kuvutia utalii. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa changamoto zinazoikumba sekta ya michezo, sanaa na burudani ni eneo la kiufundi na mbinu. Hili linadhihirishwa na uwepo wa walimu wengi wa kigeni, hususani kutoka baadhi ya nchi jirani kwenye mchezo wa soka. Kwa mantiki hiyo, natumia nafasi hii kutoa maelekezo kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki pamoja na kurugenzi zake zilizo ndani ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuja na mkakati wa kuendeleza wataalamu wetu wa michezo wa ndani, wa sanaa walioko ndani, lakini na burudani kupitia ubunifu, kwa ushirikiano mzuri uliopo kati ya Tanzania na nchi washirika kwenye eneo la utamaduni, michezo na sanaa. Mheshimiwa Spika,
serikali itaweka mazingira bora ya kuimarisha michezo nchini, kwani faida za michezo ni nyingi, ikiwemo ajira kwa vijana, mapato ya kodi na yasiyo na kodi, kinga kwa tiba na magonjwa yasiyoambukizwa. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, nimeelezea kwa muhtasari baadhi ya shughuli ambazo serikali imetekeleza. Aidha, nimetoa mwelekeo wa kazi zitakazofanyika katika mwaka 2021-2022. Maelezo ya kina ya utekelezaji wa kisekta yatawasilishwa na mawaziri watakapokuja wasilisha bajeti zao za kupitia wizara zao. Kwa kuhitimisha, napenda kusisitiza mambo yafuatayo ambayo serikali itatekeleza kwa umuhimu wake kama ifuatavyo. Mosi, kuenzi na kuendeleza jitihada, maono, juhudi za hayati Dr. John Pombe Magufuli aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususani katika ulinzi wa rasilimali za taifa, nidhamu katika matumizi ya fedha za umma, utekelezaji wa miradi ya kimkakati, kuenzi lugha ya Kiswahili, mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi, kuunganisha na kuwajali wananchi wanyonge na kuwadumisha umoja wa kitaifa. Mbili, kutekeleza kwa kasi miradi ya kimkakati ambayo inalenga kukuza uchumi, kuimarisha huduma za jamii na kuongeza fursa za ajira. Kwa kasi tulioanza nayo, serikali itaendelea kuongeza nguvu zake kuendeleza na hatimaye kukamilisha miradi hiyo. Tatu, kuimarisha huduma za jamii ikiwemo afya, elimu na maji, pamoja na utekelezaji wa miradi inayoendelea na uanzishwaji wa miradi mipya. Nne, kuimarisha makusanyo ya mapato kwa kutumia mfumo wa kielektroniki na mashine za POS na kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kuziba mianya ya uvujaji wa fedha za umma na kutekeleza rasilimali fedha katika miradi ya kimkakati na kielelezo. Na katika hili la matumizi ya kielektroniki, hatua kali zitachukuliwa dhidi ya taasisi ambayo tumeiagiza kutumia mifumo ya kielektroniki na bado haitumii mifumo hiyo ya kielektroniki. Tano, kushirikiana na washirika wa maendeleo katika kutekeleza miradi na programu mbalimbali zinazolenga kuimarisha huduma za kiuchumi na kijamii. Sita, kuchukua hatua za kukabiliana na majanga mbalimbali ikiwemo magonjwa ya mlipuko kwa kuzingatia maelekezo yanayotolewa na wataalamu. Mheshimiwa Spika, natoa rai kwa Watanzania wote bila kujali itikadi za kisiasa, dini au kabila, waendelee kufanya kazi kwa bidii, kwa weledi, kwa uadilifu, kwa tija na ufanisi, lakini pia uaminifu na kupiga vita rushwa ili tuweze kulinda mafanikio tuliyoyapata. Jitihada hizo ndizo zitatuwezesha kuingia katika nchi ya uchumi wa kati. Makadirio na mapato ya matumizi ya fedha za ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi ya Bunge kwa mwaka 2021-2022. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2021-2022 ofisi ya Waziri Mkuu na taasisi zilizo chini yake inaliomba sana Bunge lako tukufu liidhinishe jumla shilingi bilioni 116 milioni 784,244,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 93 milioni 303,370,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 23 milioni 480,874,000 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, vile vile naliomba sana Bunge lako tukufu liidhinishe jumla shilingi bilioni 128 milioni 873,377 kwa ajili ya mfuko wa bunge letu. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 121 milioni 878,906,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 6 milioni 997,471,000 ni kwa ajili ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu
Asante sana. Asante sana waheshimiwa wabunge. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba ambayo umewasilisha vizuri sana na kwa details za kutosha. Na waheshimiwa wabunge, hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu iko ndani ya kishikwambi chetu, pamoja na hotuba za wenyeviti wa kamati zote ziko humu ndani chini ya dirisha lililoandikwa hotuba za bajeti. Kwa hiyo zote ziko mle ndani. Asante sana kwa kutuanzishia marathon hii ya hotuba za bajeti, ambapo kama ilivyo ada huwa tunaanza na ofisi ya Waziri Mkuu. Sasa kabla tujaendelea, naomba niwatambue baadhi ya wageni wetu ambao pia tunao hapa, ikiwepo na viongozi wa vyama vya siasa. Mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Mheshimiwa John Shibuda, asante sana, karibu sana Mheshimiwa Shibuda. Lakini pia yuko katibu mkuu wa chama cha DP ndugu Abdul Mluya, karibu sana Abdul Mluya pale ulipo. Wengine ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wenye ulemavu ndugu Ernest Kimaya, wote pale ulipo. Mwenyekiti wa chama cha wajiri Tanzania ATE Dr. Agrey Mlimuka, karibu sana. Rais wa TUCTA ndugu Tumaini Nyamuhokia, karibu sana. Mwakilishi wa ILO ndugu Edmund Moshi, karibu pale ulipo. Mwakilishi wa UNFPA Dr. Majaliwa Marwa, karibu sana. Mwenyekiti wa baraza la ushauri wa watu wenye ulemavu Dr. Lucas Kija. Naam, mtazamaji wa Bunge TV, tunasitisha matangazo haya kwa muda na tutarejea baadaye. Kumbuka kilichomalizika muda si mrefu ilikuwa ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akiliomba bunge likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi yake kwa mwaka wa fedha mwaka 2020, 2021, mpaka 2022. Mimi ni Annette Andrew, tuonane mara baada ya muda mfupi.